katika mikoa yote ambayo Bwana umeweza kukusanya watoto wako mahali hapa. Asante kwa ajili ya mtaa huu wa Kristo Mfalme Kinondoni kuweza kufanyika jukwaa la wewe Bwana kusema na watu wako. Asante kwa mtumishi wako Kanoni Mwayela mwenye kusimamia maono haya mahali hapa, lakini kamati. Asante kwa wanenaji wote na kiwemo Baba Askofu Mtetemela ambaye ametangulia. Sema nasi Bwana katika saa hii. Tunashuka Kristo uinuliwe. Ni katika Yesu Kristo pekee, yeye aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Mungu tunaomba tukiamini na kujikabidhi kwako. Amen. Shangilie Mungu, tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nimshukuru sana Mungu kwa baraka zake na upendo wake kutulinda, kutupigania na kutupa neema ya kutukusanya pamoja katika kongamano hili la Tatukavu katika mwaka huu, na hasa katika majira haya tunapoanza mwaka wa 2026. Sio kwamba sisi ni wema sana hata tukavuka kwa mwaka wa 2025, bali ni kwa neema tu, na yamkini kwa kusudi ambalo Baba Askofu Mtetemela ametoka kulifundisha kwamba nuru ya Kristo tuendelee kuiangaza kwa wengi ambao hawajafikiwa waweze kufikiwa na nuru hiyo. Nikushukuru Baba Kasisi Kanoni Mwayela, uongozi wa halmashauri wa Kristo Mfalme, lakini kamati ya Tatukavu na wote wana maombi ambao mmekuwa sehemu ya kutegemeza maono haya endelevu. Nimesikia uwakilishi wa mikoa kadhaa ambayo imetajwa. Kwa hiyo nikiangalia kuna sura ya kukua kwa kongamano na maono ya Mungu. Siamini kwamba liishie katika mipaka ya mikoa hiyo tu. Hili ni kongamano la Kanisa Anglikana Tanzania kwa wakati ambao wengi wanafuatilia, karibu dayosisi nzima, Kanisa Anglikana zima wanafuatilia katika maeneo mbalimbali. Mimi mwenyewe nilikuwa ofisini, lakini nilikuwa nafuatilia online. Tangu Baba Askofu anaanza kufundisha, nimesikia somo mpaka nimefika hapo nje, nikaendelea kusikiliza na mpaka nikaungana kuja kukaa mahali hapa. Kwa hiyo hakuna pointi ambayo nilipoteza. Kwa hiyo nishukuru uwepo wa Anglican Online TV, uwepo wa St. Albans Online TV, uwepo wa Kinondoni Online TV, Upendo Media na wengine wote ambao wamekuwa sehemu ya kupeleka ujumbe huu. Kwa niaba ya Diocese na mtaa huu wa Kristo Mfalme, nikushukuru kipekee sana Baba Askofu Donald Mtetemela. Yaani najifunza mengi kutoka kwako mimi binafsi, kwamba ndani ya kustaafu kwako, na umekiri mwenyewe katika mafundisho yako wakati naangalia online, kwamba unaona yamkini kuna mambo hukuyafanya ukiwa katika viti ambavyo sisi tunavyo sasa. Na mimi nikawaza nikasema, Mungu nisaidie nisije nikaishi maisha ya toba unayoishi wewe sasa, ya kutubia ambayo hukuyafanya wakati huo, mimi niyafanye tangu nikiwa kitini nikijifunza kutoka kwako. Lakini ni unyenyekevu wa hali ya juu na utayari wa hali ya juu kuweza kukubali kushuka na kutumika kwa ajili ya kanisa la Mungu. Nilikuwa nitafakari injili ulikuwa unaizungumza mahali hapa ni kama injili ya jioni yako, kwamba wanangu ninawaacha, wanangu ninawaaga, natamani niliache kanisa katika sura hii. Ninasema hivyo nikiwa ninafahamu juu ya shuhuda zako ambazo unasema kwamba hata Mungu kukuponya kwako amekuponya kwa ajili ya kwamba kuna kazi anataka uikamilishe ambayo hukuikamilisha kwa wakati aliokupa katika nafasi ya kuwa nayo. Kwa hiyo sio jambo la kulichukulia katika uwepesi. Ni injili iliyojaa maonyo, injili iliyojaa kukumbushwa wajibu, injili ya kujikagua. Hakuna aliyeachwa. Kama mimi askofu sijaachwa, je, wewe ambaye hata sio katekista unaweza ukaona kwamba kila mmoja, sio swala la kusema amesema, sema Mungu amesema na mimi binafsi, kila mmoja kwa sehemu yake na asome katika zamu yake. Nitambue uwepo wa makasisi ambao wako mahali hapa kutoka madayosisi mbalimbali ya Dar es Salaam, lakini wake za wahudumu pia. Na sasa ningependa niende moja kwa moja katika mada ambayo napaswa kuzungumza siku ya leo.
Somo ambalo nitafundisha linasema nguvu ya imani katika kushinda majaribu na kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe. Nguvu ya imani katika kushinda majaribu na kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe. Na naomba Mungu Roho Mtakatifu anisaidie nikae katika wingu la kufundisha zaidi, nisije nikaanza kuhubiri. Ukiangalia mada hii inazungumza kuhusu nguvu ya imani. Ni ngumu kuitafsiri nguvu ya imani bila kuifahamu pia imani yenyewe kwanza ni nini. Lakini pia kuna uhusiano gani kati ya imani na majaribu? Lakini pia kwa nini Mungu ayaruhusu majaribu? Lakini ndani ya mada hii tutaweza kusaidiwa kwa namna moja au nyingine kwamba imani yenye nguvu inawezaje kukusaidia kubaki salama katikati ya majaribu. Moja ya swali la wathiolojia, swali la kithiolojia, kwamba kwa nini mambo mabaya au majaribu yanawapata watu wema? Kwa nini mateso yanawapata watu wa Mungu? Kwa nini ninafunga tatu kavu alafu namaliza tu nakutana na majaribu? Kwa nini ninaomba na kuomba lakini majaribu yameweka mizizi katika ndoa yangu? Kwa nini nipo kanisani ninafanya huduma, nipo katika praise and worship, nipo katika kwaya, nipo katika baraza la wazee wa kanisa, lakini kwa nini uchumi wangu hauendi sawa sawa? Kwa nini Mungu unaruhusu nipite katika magumu kama haya? Kwa nini mimi ni mtumishi wa Mungu ninayeheshimiwa, kasisi, askofu, mama mchungaji, kwa nini nipite katika magumu kama haya? Nguvu ya imani katika kushinda majaribu. Lakini pia kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe? Why bad things happen to good people? Kwa nini mambo mabaya yanatokea kwa watu wema? Na wakati mwingine ndicho kilio alicholia Habakuki. Habakuki analia, anasema kwa nini mataifa ambayo hayana agano na wewe Mungu yanafanikiwa, lakini sisi wana wa agano tunapita katika mateso, tunapita katika shida, tunapita katika mateso na vilio. Ndipo Habakuki akasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Natamani kongamano hili Mungu akupe nguvu ya imani yenye ushindi uweze kusimama katika zamu yako hata kama kuna majaribu yanayopita katika usawa wako. Nguvu ya imani katika kushinda majaribu. Hata kama katika sala ya Bwana aliyotufundisha Mwokozi wetu Yesu Kristo inasema usitutie majaribuni au usitutie katika vishawishi, hiyo haimaanishi kwamba hatutaingia katika majaribu. Tafsiri sahihi ya maneno yale kwamba usitutie majaribuni haina maana kwamba hatutaingia katika majaribu kwa sababu tumemwamini Kristo. Petro anasema tumeitwa sio tu kwa sababu ya kumwamini Kristo, lakini na kuteswa pamoja naye. Kama yeye alivyojaribiwa, sisi nasi tutajaribiwa. Kwa hiyo tunaposema Baba usitutie majaribuni, maana yake ni kwamba utupe nguvu tusipotelee katika majaribu. Utupe nguvu tusitezwe, tusiangushwe katika majaribu. Na kwa bahati mbaya sana tunaishi katika ulimwengu ambao tafsiri ya majaribu na changamoto mbalimbali ulimwengu wa sasa, yeyote anayepita katika majaribu
anaonekana kana kwamba amepoa kidogo kiroho, au kanisa unalosali halina upako sawa sawa. Kipita katika changamoto za kuulizwa, kwani hivi unasali kwa mtume nani? Issue sio mtume nani. Hata Yesu aliye zaidi ya manabii alijaribiwa. Swala sio nasali kwa nabii nani, swala ni nguvu gani nilionayo katika imani. Kwa ni shauku yangu kwa somo hili nikualike kwa pamoja tuone kwamba pamoja na kwamba tumemwamini Kristo, tumetoa maisha yetu kwa Kristo, lakini hatujasamehewa majaribu. Tunasamehewa dhambi, tutajaribiwa kama wanavyojaribiwa wengine. Na wakati mwingine sisi wenye kumwamini Kristo, vita yetu ni kubwa zaidi kuliko wale wasiomwamini Kristo. Wakati fulani mtu mmoja alishiriki tatu kavu mahali hapa, akasema, naweka tatu kavu hizi, nikimaliza lazima Mungu afanye hili na hili na hili. Sitotaja vitu gani nilivyotaja. Tatu kavu zimeisha, yale mambo aliyoyapanga hayajajibiwa hata moja. Hakwenda kwa Moyela, akaja kwangu ofisini. Baba Askofu, nimekuwa na changamoto hii, nimefunga tatu kavu, sijaacha hata moja, lakini bado sijafanikiwa. Kwa tafsiri nyepesi ananiambia kwamba Mungu nimempa tatu kavu zake, lakini bado mbona yeye hajafanya ya kwangu? Inawezekana uko mahali hapa leo una hesabu ya kwanza, umebakisha 2, alafu una listi yako umempangia Mungu. Alafu wakati mwingine watu wenye imani tuna kiburi cha ajabu sana mbele za Mungu. Umesema tusemezane. Mungu sio mipasho. Bwana Yesu asifiwe. Umesema tusemezane. Mungu anapokuambia njoo tuhojiane, maana yake nini? Sio kwamba wewe unakwenda kumfundisha Mungu jambo la kufanya. Naomba nikusaidie mtu wa Mungu. Anapokuambia njoo tusemezane, anataka ashughulike na moyo wako uweze kuyajua nini mapenzi yake katika hali unayopitia. Sasa wengi tunadhani kwamba tuna Mungu ambaye ni sawa sawa na tarishi wa kumtuma kwamba nenda kafanya hiki, kafanya kile. No, Mungu ni zaidi ya matakwa yetu na mapenzi yetu. Kwa hiyo ninachotaka kukusaidia katika somo hili ni kwamba ndani ya mambo ambayo tunapitia yanakatisha tamaa katika maisha yetu ya kawaida na kutikisa imani yetu, tuione neema ya Mungu inayoweza kutia nguvu imani zetu. Kama shetani alizani tutavunja uhusiano wetu na Mungu kwa sababu ya majaribu, ndani ya majaribu imani zetu zikaimarishwa katika jina la Yesu Kristo, na inawezekana. Nguvu ya imani katika kushinda majaribu. Sijui kama mnanielewa. Unajua Jackson, naamini katika nguvu ya miujiza, lakini muujiza ni matokeo ya nguvu ya imani. Hasa wengi wanatarajia kuona muujiza pasipo kwanza kutamani kujua nguvu ya imani yenye kuleta matokeo ya muujiza. Sasa imani ni nini? Tunapita katika changamoto, majaribu. Mimi sijui jaribu lako liko katika nini. Mwingine jaribu lako liko katika huduma, na wengine mkidhani mmeitwa katika huduma, iwe ya uimbaji, iwe ya kuhubiri, iwe ya kufanyaje, unadhani kwa sababu uko kanisani utapokelewa mikono miwili, utashangiliwa. Never. Hata shetani anaishi kanisani. Naongea injili ngumu kwa wengine. Anaishi kanisani. Na maanisha nini? Kwamba kuna watu ndani ya kanisa wana tabia za shetani kuliko walioko duniani. Ndio ulimwengu tulionao. Kwa hiyo unaweza kujikuta kuna huduma Mungu aliweka ndani yako, unataka sijui mzee fulani nani fulani akutie moyo. Wanaposhindwa kukutia moyo wanadamu ndani ya kanisa, yuko Bwana wa kanisa ambaye ni Yesu Kristo. Imani yako imarishwe uweze kusonga mbele. Ninazungumza hivyo Jackson, Mungu ameniita nikiwa kijana mdogo sana, tena Pemba
asilimia 99.9 ni watu wa imani nyingine kabisa. Kanisani mkienda wengi ni watu 10 katika ibada, mkijaa sana amekuja wageni ni watu 15. Ndio maisha nimeishi nayo kutoka darasa la kwanza mpaka sekondari. Kwa nilijua wazi mambo ya majaribu, mambo mengine ni vitu vya kawaida kwangu. Kwa sababu gani? Niliona kuimarishwa katika nguvu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wana Ukristo wa kudekadeka. Kajaribu kidogo tutasikia, unajua nilipambana kweli. Ulipambana kitu gani? Hakuna ulichopambana. Hakuna. Lakini nataka Mungu atusaidie kwamba uone kwamba imani inayo nguvu ya kukuvusha hata katika lile ambalo unadhani haliwezekani. Niseme hivi. Unajua ni rahisi kukaa hapa katika kongamano, halafu kuna mwingine uko hapa una imani ya kukopa. Yaani mtu anakopea imani, sio, unanielewa? Yaani hapo unamwona ana moto, sio kwamba ni moto wake, lakini akisikia amen anajichanganyia humo. Lakini akikutwa na jaribu, ameni haitoki peke yake. Wengine hawajanielewa. Yaani kuna wengine wana uamsho wa tatu kavu. Bwana Yesu asifiwe. Wana uamsho wa tatu. Ikifika tatu kavu anajikaza kweli kweli, aonekane ana imani, akope na ya huyu na ya huyu na ya huyu, aonekane yuko bold. Lakini akitoka nje ya fence ya kanisa, yale aliyokuwa akiyashangilia hapa hawezi kuyashangilia akiyakabili peke yake. Mungu akupe neema uwe peke yako, hakuna mwana fellowship, lakini Yesu Kristo yuko na wewe mahali uliko. Nguvu ya imani ifanye kazi na wewe kabisa. Ninapozungumza maneno haya katika maisha ya safari ya imani, hakuna anayesameheka katika majaribu. Hakuna. Na wakati mwingine kuna mtu alimwambia, bwana naomba uniombee. Akasema, "Hey, Askofu Jackson, mpaka unahitaji maombi? Ninyi si ndio kutuombea sisi?" Yaani kuna watu wanadhani tukivaa hizi kola kana kwamba sisi tunaishi mbingu ya katikati hapo, tunapishana na malaika tu Gabrieli za asubuhi. Wanadhani hivyo. Hizi kola nazo kuna wakati zinakaba. Unatamani hata kuzitoa kwa dakika 5 tu kwanza zikae pembeni. Wachungaji wananielewa ninavyosema hivyo. Kuna wakati unapitishwa katika jaribu, unajiuliza mara mbili, hivi niliitwa au nilijiingiza mwenyewe huko? Kwa hiyo nataka nikwambie, tunapozungumza swala la majaribu, halimwachi mtu. Kipimo cha majaribu yako kimo ndani ya moyo wako. Unaweza kumwangalia fulani katika ndoa ukasema, yani kwa kweli huyu ndo kapata mume. Ukikabidhiwa mumewe, ukipewa saa 2 asubuhi, saa 4 unamrudisha. Na mama fulani, njoo uchukue mzigo wako. Umewezaje kuishi naye miaka yote hii huyu? Umewezaje? Lakini mwingine wewe ambaye huwezi kuishi naye kwa masaa 3, mwingine sasa hivi wana miaka 30 tena wanakuja kutoa sadaka ya shukurani madhabahuni. Wewe unawaza hivi huyu anawezaje? Sio anawezaje, iko neema ambayo imemkamata kuweza kufika anapoweza kufika. Kwa hiyo sina maana kutaka kujenga msingi wa kuhalalisha kwamba ni halali kuishi katika matatizo, ni halali kuishi katika majaribu, ni halali kuishi katika mateso. No, lakini nataka nikwambie kwamba maadamu tuko duniani hatuwezi kukwepa majaribu, hatuwezi kukwepa mateso. Lakini ndani ya hayo ndipo Paulo anapoandika akisema, katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Nguvu ya imani katika kushinda majaribu. Kwa hiyo usije ukafika mahali achana na Ukristo wa kudekadeka. Mgeukie jirani yako mwambie, achana na Ukristo wa kudekadeka. Unajua kuna watu wanauzi
Wako kanisani, mwingine anashangaa kabisa, alikuwa na bidii kweli kanisani, mbona siku hizi huji? Yaani kwa kweli nilikuwa nasali hapa pa Kinondoni, lakini yani wamenikwaza, kama yule mama fulani kanisema hivi na hivi. Yaani wewe kukwazwa na mama fulani unaacha kuja kusali? Nenda karudi katika mashujaa wa imani, kawasome. Walisulubiwa, walikatwa kwa misumeno, hawakuliacha jina la Yesu kwa sababu walijua nani mwenye kuanzisha asili ya imani yao. Kuna mwingine huko mahali hapa, ulikuwa una huduma katika kanisa, ulikuwa una huduma katika mahali fulani, mwenyekiti wa fellowship kakukwaza, mpaka leo umerudi nyuma huduma yako. Nataka nikwambie, siku ya mwisho mwenyekiti wa fellowship hatotoa hesabu ya huduma yako, utaulizwa wewe na Mungu, kwa sababu ndiye aliyeweka huduma ndani yako. Achana na Ukristo kudekadeka, achana. Nazungumza hayo, ninayesimama hapa ni ushuhuda unaoishi. Majaribu katika huduma, katika vikwazo vya mambo mbalimbali. Nakumbuka kana nataka kuwa mchungaji katika parish nilikuwa nasali, utaratibu lazima wazee wa kanisa wakae wajadili jina lako, kwamba huyu je, anafaa kuwa mchungaji au hafai. Jina likawekwa pale, nikapingwa kwamba huyu hafai kuwa mchungaji. Na waliopinga sio watu ambao hawajui Mungu, wana uamsho wakiwemo. Hafai. Na wewe umekaa hapa unasubiri viongozi ndio wakupe approval. Usitaki approval ya wanadamu, approval yako iko katika Mungu aliyeweka huduma na utumishi ndani yako. Wakazungumza hafai, na wengine wakatoa sababu za kwao kabisa, kama unajua huyu shida yake. Baada ya viongozi wa uamsho kusema hafai kwa sababu zao, huyu wengine ambao sio wa uamsho wao wakasema na kweli, kwa sababu pia huyu naye pia katoka kwenye uamsho, kajia mapambio, atatuharibia na kanisa, huyu hana kicho. Unajua kuna ile, si unaelewa ninachokisema? Hana kicho. Kama ningekaa nikamezeshwa maneno waliosema kwamba sina kicho. Unajua ziko taratibu za kanisa na ni muhimu kabisa, lakini Mungu wetu ni zaidi ya taratibu za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni zaidi ya taratibu za wanadamu. Kwa tunapofika mahali tukakizarau cha kimungu, tukainua cha wanadamu, kuna shida mahali hapo. Baba Askofu wakati anafundisha, nilikuwa nafuatilia online, akawa anazungumza kuhusu mambo ya dini, kwamba watu wamefika mahali wameziendekeza dini, mambo ya dini, lakini wakaiacha neema ya Mungu iliyo katika Mungu. Dini haiwezi kumbadilisha mtu, neema ya Mungu ndiyo inayombadilisha mtu na kwa vile Mungu anavyotaka awe. Wakasema hafai. Sasa unajua, nataka niambie kitu kimoja. Hiyo nawapa experience ya kwangu katika huduma, katika maisha ya safari ya imani. Kama kuna kitu utakuwa nacho siku zote ni majaribu. Ukiwa mwanachuo yatakuja majaribu kichuo. Nimekuwa dean of students, nimekutana nayo, ninayafahamu. Mwalimu fulani haufaulu somo lake mpaka ufanye kitu fulani, na wengine mmepata A's za kudhalilisha maisha yenu. Waliona Mungu kama alivyosema Baba Askofu, hawako tayari kuisujudia sanamu. Watasema Mungu atabaki kwa Mungu. Mungu hawezi kukupa akili halafu ashindwe kukupa neema ya kukuvusha na akili yako mpaka uunganishwe na udhalilishaji wa namna fulani. Ukiwa katika ndoa yatakuja majaribu katika ngazi ya ndoa. Ukiwa mchungaji yatakuja katika level ya kichungaji. Ukiwa askofu yatakuja na misalaba. Kila kiwango yatakuja katika level yake, lakini yanapokuja unapambana nayo vipi? Sasa hata wale waliosema kwa wakati kwamba hafai kuwa mchungaji, ahadi ya Mungu ipo. Mimi nikasema katika ahadi ya Mungu, kwamba wewe ni Mungu alisema ya kwamba adui zako watakuja kusujudu na piga magoti mbele zako na hakuna atakayesimama akapingana na wewe. Na ahadi ya Mungu, imani kanisukuma sana kuamini juu ya ahadi za Mungu katika hali ile. Nikamwambia watu shuhuda huu mahali fulani. Kilichotokea, wale waliopinga kwamba hawezi kuwa mchungaji, achana kwamba sasa hivi ni askofu, hiyo achana nayo pembeni, hiyo achana nayo. Walisema hawezi kuwa mchungaji, nikawa mchungaji. Halafu kwenye makanisa yao walisema hawezi kuwa mchungaji, nikaenda kule kutoa misa.
Unajua Waanglikana kila Jumapili ushirika mtakatifu, na inabidi waje mbele kushiriki. Wakija madhabahuni kushiriki wanapiga magoti, wanapokea sakramenti. Sawa, wanapokea sakramenti, imebebwa na nani? Waliyesema hafai, waliyesema hastahili. Na nikifika mbele zao na washirikisha kwa pozi kabisa. Nikijua huyu ndiye alenipinga, naanza kabisa, mwili na damu ya Yesu Kristo ikulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Halafu muone nasema adui zako watapiga magoti mbele zako. Iko saa waliokupinga watakuja kusujudu mbele zako. Nini kitakufikisha mahali hapo? Sio malumbano na wanaokupinga, ni nguvu ya imani iliyo ndani yako. Imani ni nini? Waebrania 11 Paulo anaandika, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, mambo ambayo bado hayajatimia. Lakini mwenye imani anaamini kwamba niamini na kweli. Mambo yasiyoonekana katika macho ya damu na nyama, lakini ndani ya moyo anaamini kwamba haya yametokea. Na alafu niseme hivi, kwa kawaida binadamu sote tunaishi, tuna imani. Tunatofautiana, unaamini juu ya nini na una imani ya kiwango gani. Tutaona huko mbele imani inakuwa. Unaamini juu ya nini na una imani ya kiwango gani. Kwa wanaotumia GPS, unakwenda mahali, unawasha gari yako, hujui unakokwenda, unachukua simu, una set destination yako, unakokwenda ni wapi. Ukikliki unaweka hapo, unaondoa kama ni gari yako, kasauti ka yule mwanamke kanaanza kukuelekeza. Pita kulia. Wangapi wananielewa nikisema GPS katika nanielewa baadhi. Kanaanza kukuelekeza, pita kulia. Ukifika hapo mbele kuna roundabout, pita kushoto. Wala huulizi kwamba una uhakika. Maelekezo unayopewa unafuata moja baada ya nyingine. Juzi kilopita nilikuwa nakwenda Ununio. Kuna familia ilitualika. Sipafahamu, kama nitumie pini, akatuma. Kwa hiyo tukafuata dereva kika na familia mpaka tunafika pale. GPS inatuambia destination yako ipo kushoto kwako. Kwa hiyo nikampigia simu mwenyeji, kuna nyumba 3 hapa, ni ipi katika hizi? Akatoka, niko hapa, nimefika. Nimetoka nyumbani, sijui ninakokwenda, lakini nikaiamini GPS itanifikisha. Imani, nikaiamini GPS. Wengine GPS ni mfano mgumu. Baadhi yenu hapa mna madaktari wa familia. Unakwenda hospitali, unakutana na daktari, umemzidi mpaka umri, wewe ni mtu mzima kabisa. Anakupa maelekezo, utachukua vidonge hivi, utakula vitatu mara 3, utafanya hivi, utachoma sindano hizi. Ukimaliza hapo unanyanyuka, unatii sharti moja baada ya jingine. Kwa nini? Unamwamini, unaamini alichokwambia. Sio kama mnanielewa? Okay. Mnaopanda daladala, umesimama hapo kwa koma. Daladala inakuja inasimama, unakuelekea sijui Kariakoo wapi, unapanda tu. Una imani utafika Kariakoo. Una uhakika huyo dereva ana leseni. Una uhakika huyo dereva kwenye daladala ana leseni. Lakini unaamini tu itakwenda. Mwaka jana walikamata madereva wa mabasi ya mikoani wana leseni za bodaboda. Kama hamkuona, mwaka jana hapa maeneo ya Dumila hapa walikamata madereva wana leseni za bodaboda. Hata sitaki kudili na masuala ya kisheria huko, lakini nazungumza ile pointi ya kuingia kwenye basi au daladala, umekaa huna wasiwasi tena, una chati, una uhakika utakwenda kwa sababu umeamini. Kama unaweza kuamini GPS, kama unaweza kumwamini daktari, kama unaweza kumwamini dereva wa daladala, neno la Mungu na Mungu mwenyewe ni zaidi ya unavyoviamini. Imarishwa imani yako pasipo mashaka.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako muulize, una kiwango gani cha imani? Muulize tena, una kiwango gani cha imani? Imani ni kuwa na hakika. Na wakati mwingine niseme imani ndiyo mkono wa kupokea majibu ya maombi yetu. Haijalishi umefunga tatu kavu, inajalisha nguvu ya imani ulionayo katika tatu kavu. Kwa nini? Unaweza kuja madhabahuni kuombewa, lakini huku unawaza, miguu hii sijui. Huna uhakika. Imani ni kuwa na hakika. Mimi napenda kufundisha kwa mifano. Kijana mmoja anayejiamini wa kiume asogea hapa mbele. Anayejiamini. Njoo na kiti chako. Njoo na kiti. Imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika. Karibu. Weka hapa kiti chako. Kaa kwenye kiti chako. Unaitwa nani? Unaitwa Good Love. Good Love. Asante sana. Unakiamini hicho kiti sawa sawa ulivyokalia? Unakiamini kabisa? Asante. Naomba usimame. Good Love. Kiangalie kiti hapo nyuma. Umekiona? Geukia huko. Kikalie hicho kiti. Asante. Fumba macho na usifungue, tuko kanisani. Simama. Usifumbue macho. Good Love. Kalia kiti chako. Good Love. Kalia kiti chako. Mwanzo alikalia bila mashaka. Kwa nini alikalia bila mashaka? Kwa sababu macho ya damu na nyama yamemhakikishia kwamba kiti kipo. Nikamwambia kalia kiti chako tena, akakalia. Nikamwambia Good Luck, fumba macho, akafumba macho. Nikamwambia simama, anafumba macho, ananyanyuka kwenye kiti chake. Ondoa kiti, hakuona kama anaondoa, akasikia tu mlio, akahisi kiti kimeondolewa. Na hakuna aliyemwambia kama nimeondoa kiti. Amesikia mlio, akahisi kiti kimeondolewa. Lakini kiti nikakirudisha hapo, nikakiweka kimya kimya. Nikamwambia Good Luck, kalia kiti. Ameshindwa kukalia. Kwa nini? Hana uhakika. Hana uhakika kwa nini? Macho ya damu na nyama hayajampa uhakika. Tulio na imani katika Mungu hatuenendi kwa kuona, kwa maana tunaoenenda kwa macho ya mioyo yetu yanayotiwa nuru, yanayoangalia vitu kwa macho yasiyoona katika damu na nyama. Sasa jiangalie, yote unayoendea mbele za Mungu, unaendea kwa macho ya damu na nyama au unaendea kwa macho ya rohoni yaliyotiwa nuru? Yeye amwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yeye yupo. Nilitarajia nguvu aliyoitumia Good Love kukaa mwanzoni bila mashaka, ndio aitumie nguvu ile mara ya pili kukaa bila mashaka. Yakobo anaandika, hamna kitu kwa sababu hamuombi, na hata mwaomba lakini hampati kwa kuwa mwaomba vibaya. Kwa maana yeyote mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari lenye kuchukuliwa huku na huku, na hata aombapo asitazamie kwamba atapokea lolote. Nguvu ya imani katika kushinda majaribu. Good Love, naomba kwa keti. Asante kwa kunisaidia. Tumpigie makofi. Good Love ametuwakilisha wengi miongoni mwetu. Mama mmoja rafiki yangu sana, Mama Mushi, ni Mkatoliki. Sasa hivi anaishi maeneo ya Kibaha. Wakati huo sijakuwa mchungaji, nikawa nafundisha kuhusu somo la imani na udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Na nikamwambia wakati nafundisha, nikasema, unajua unapoingia katika maombi, unaposema Mungu naomba uwepo wako Bwana uwe nami, wakati mwingine unaweza kukaa katika maombi ukashangaa hata hali ya hewa inabadilika chumbani.
Maana yake kuna uwepo wa Mungu umekufunika mahali hapo. Sasa unajua, nimezungumza mafundisho hayo. Yule mama alikuwa muombaji sana. Wiki ile amekaa kwenye maombi ya kufunga, anaomba, Mungu nakuomba uwepo wako uwe nami, Bwana dhihirika katikati yangu. Ghafla akashangaa chumba kimejaa kama wingu la namna fulani. Halafu akasikia kama nyayo zinakuja nyuma yake. Anasema nilinyanyuka ghafla. Nikasema nani huyu anaingia wakati chumba kimefungwa? Nikamwambia sasa umesema Mungu uwepo wake uwe na wewe. Mungu nitembelee. Mungu ana ishara nyingi juu yako. Ungesikia hizo nyayo ndipo ungesema asante Bwana kwa maana Mungu umefika mahali hapo. Nguvu ya imani. Edmund John, mtu wa Mungu, akiwa anaomba kwenye bonde la Msimbazi, waliosoma kitabu cha Edmund John mtu wa Mungu, anaomba Msimbazi, amepiga magoti zaidi ya masaa 4. Katikati ya maombi akasikia nyasi zinacheza, hakutikisika. Akaendelea katika maombi, ananyanyuka hivi, chatu yuko hapo. Alifanya nini Edmund John? Aliendelea kufumba macho, akaendelea kuomba kwa masaa yale aliyopanga, akanyanyuka, akaondoka, hakuna chatu, hakuna kitu kingine. Hasa sisemi uende ukatafute chatu, kwa sababu wewe mwenzangu, achilia mbali chatu, paka tu kakuta mfupa kwenye dirisha lako, wanaanza kugombea sijui na mjusi na kitu gani, ushindwe. Ashindwe nini na mfupa? Ashindwe nini na mfupa? Nyumba yako hujafanya fumigation kwa muda mrefu, panya wanakatiza kwenye waya za umeme uko juu, na washaanza wametumwa hao, kafanye fumigation. Nguvu ya imani. Imani ni kuwa na uhakika. Unajua, niliweke hivi unielewe vizuri. Watu wengi wa Mungu tunateseka kwa nini? Tuna imani zaidi katika nguvu za giza kuliko Mungu aliye zaidi ya nguvu za giza. Yaani tuna imani ya kurogwa zaidi kuliko kulindwa na Mungu. Sijui unanielewa? Yaani tuna imani ya ufalme wa kuzimu kwamba una nguvu zaidi kuliko ufalme wa Mungu tulionayo. Na hii iko wazi. Wapendwa wengi ukikaa nao wana shuhuda nyingi za mateso ya shetani kuliko wema wa Mungu katika maisha yao. Humsikii mtu kasema, yani leo nimelala usiku, nimeona malaika kabisa Gabrieli kanitembelea, kaniambia mwanangu umejaa neema. Yeye kila kiamka, yani kaja nyoka huyo kanikaba. Unamaliza kusimulia nyoka, hujamaliza anasimulia mwingine, wewe nyoka, mimi kaja simba. Yaani ukuta mkikutana fellowship, kila mmoja mnasimuliana uchawi kuliko ni nguvu ya damu ya Yesu Kristo yenye kutunenea mema katika maisha yetu. Ninafuta hizo shuhuda katika jina la Yesu Kristo. Tuwe na shuhuda zenye nguvu ya imani katika Mungu tunatembea naye. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Hasa unajisikiaje nazungumza hivi na kumbe ndio wewe yani. Kama sio shuhuda za uchawi, hata kwenye tatukavu usingekuja hapa. Hapo ulipo unasubiri tu break ifike uanze kusimulia wenzako. Yaani wewe acha tu. Tangu tatukavu ya mwaka jana nimekabwa, yani nina vichomi hivyo, yani nina hivi. Yaani wewe what? Udhihirisho wa nguvu ya imani katika majaribu. Kwa hiyo nimetaka nijenge msingi huo kwanza. Tunapita katika majaribu, tunapita katika mateso. Shetani yupo, lakini Mungu yupo aliye zaidi ya wachawi, aliye zaidi ya nguvu zote za giza. Nisogee mbele kidogo kwa sababu ya muda. Imani. Imani tulionayo inakumbana na changamoto ya majaribu. Kwa nini? Kwa sababu majaribu lengo lake ni kutuondoa katika imani. Kutuondoa katika imani.
Maandiko yanasema mwana wa Adamu atakapokuja ataangalia, je, ataikuta imani? Ngoja niseme vizuri. Nimesema Jackson, ninaamini katika nguvu ya miujiza. Ninaamini katika baraka za Mungu. Lakini mwana wa Adamu akija, hata kuja kuangalia umebarikiwa majumba mangapi, hata kuja kuangalia umebarikiwa magari mangapi, hata kuja kuangalia umebarikiwa mashamba mangapi. Atakuja ataangalia, ataikuta imani? Tumefika mahali sasa katika ulimwengu tulionao, imani hailindwi, yanalindwa matokeo ya miujiza. Ukisoma katika waraka wa Yuda sura ya 1 aya ya 3, anasema watakatifu muishindanie imani mliokabidhiwa na Bwana mara moja. Tumeitwa kuishindania imani. Kwa nini? Inapita katika vita. Inapita katika vita. Baba Mtetemela wakati anafundisha akazungumza habari ya kaskazini ya Afrika, nchi za Misri na nyingine mbalimbali ambazo historically mataifa yale yote yalikuwa ni mataifa ya Kikristo, lakini majaribu yakasimama, na waliosimama katika maeneo yale wakawa dhaifu, na kwa sababu hiyo imani ikashambuliwa, ikafutwa. Vita hiyo haijaishia kule. Amezungumza mpaka masuala ya ushoga sasa hivi katika kanisa. Chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, patakatifu, Ikabod. Utukufu wa Mungu umeondoka. Kinachowindwa sio kitu kingine. Amezungumza baskofu kwamba majengo yameachwa, yapo, misalaba ipo, lakini kilichoko ndani ya majengo yale sio imani. Na sasa kanisa ndiko linakoelekea. Tunakwenda sasa hivi kanisa, tusipoangalia, kuwa na kanisa la taasisi kama taasisi za kimwili, lakini sio kusanyiko la watu wenye agano na Mungu. Tunapoweka nguvu kubwa hii ya uamsho ni kwa nini? Kwa sababu sisi tulio Afrika sio kisiwa, ni sehemu ya jamii hiyo kubwa ya ulimwengu, ambayo sasa kanisa limekuwa ni kama sakosi fulani, ni kama shirika fulani, lakini sio la watu wa agano wenye safari waliotoka kwa Mungu wao na watarudi kwa Mungu wao. Sasa hivi tuna Wakristo ambao hawaoni shida kudhulumu ili mradi tu afanikiwe, na ushuhuda atatoa kanisani kabisa. Ndio imani inavyozidi kupigwa sasa ndani ya kanisa. Yako mambo zamani ulikuwa huwezi kuyaona katika kanisa. Zamani ikitokea mzee wa kanisa mtoto wake ameolewa na mtu wa imani nyingine, zamani wanaofahamu historia ya kanisa, miaka ya nyuma tu hapo, mzee wa kanisa mtoto wake akiolewa na mtu wa imani nyingine, sio anatengwa mtoto tu, anatengwa mzazi mwenyewe kanisani, kwamba umeshindwa kuisimamia imani katika familia yako. Sasa hivi huyo mzee wa kanisa anakuja na kadi, anawapa wazee wa kanisa wenzake, nichangieni. Anaona nani huko kwa upande wa pili upi? Nazungumza vitu vya kweli, vipo ndani ya kanisa, na tunaona kama ni kawaida, ni kama fashion fulani ndani ya kanisa. Na wengine, I'm so sorry to say this, wengine ni viongozi wa vikundi vya uamsho kabisa, wanasupport watoto wao watoke waolewe na watu wa imani nyingine. Uzao Mungu aliokupa, uzao Mungu alionipa, nitautolea hesabu. Anamwandikia Timotheo Paulo, imani iliyokuwemo ndani ya bibi yako, baadaye kwa mama yako, na wewe unayo. Unashindania imani vipi katika uzao wako? Unashindania vipi imani kwa mume wako? Unashindania vipi imani kwa mke wako? Biblia inasema nitakuokoa wewe na watu wa nyumbani mwako. Joshua akawakusanya watu akawaambia, chagueni leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu
tutamtumikia Bwana. Alitoa wapi ujasiri wa kusema mimi na nyumba yangu? Alijua nafasi yake kama baba, kama kichwa katika familia, kama mzazi katika familia, kwamba as long hawa wako katika himaya yangu hawatakuwa na Mungu mwingine ila Mungu ninayemwabudu mimi. Sasa hivi mama anasali Anglikana, watoto wanaenda kukanyaga mafuta. Wewe mwingine huko mahali hapa umekuja tatukavu tu. Ukitoka hapa unakwenda kuogelea mafuta. Tunazungumza ukweli. Tunazungumza ukweli. Shida haipo katika majengo na madhehebu. Madhehebu yapo, yataendelea kuwepo. Imani ni jambo linalokusogeza katika ulimwengu wa roho, kukutana na Mungu aliye roho. Madhehebu yamekuwepo hata kabla Yesu hajakuwepo. Yule mama pale kisimani katika kisima cha Yakobo, anafika mahali anajadiliana na Yesu pale kisimani, anamwambia Bwana naomba maji. Akamwambia Yesu anamwambia naomba maji, akasema inakuwaje wewe Myahudi, mimi Msamaria kuniomba maji? Akamwambia ungejua nani akuombaye maji ungemwomba yeye. Baadaye akamfunulia mambo yake, akasema nimegundua Bwana wewe ni nabii, na kwa sababu ni nabii hebu nisaidie, nina jambo moja hapa, nina mgogoro mmoja wa kidhehebu, hebu nisaidie. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, na ninyi mwasema Yerusalemu ndiko kupasako kuabudia. Hivi niambie, huku mlima huu na Yerusalemu ni wapi kupasako kuabudia? Yesu akamwambia, sikiliza, sio katika mlima, sio katika Yerusalemu, bali ni katika roho na kweli, na ni imani inayokufikisha katika roho na kweli. Sasa kuna watu kila leo wao imani zao ni majeruhi, ni mahututi. Siongei hadithi. Ninavyoongea hapa kuna watu wapo. Yaani hapo walipo unaamini juu ya nini? Unaamini juu ya nini mtu? Anaamini juu ya mtumishi fulani. Paulo Yuda anasema tushindanie imani. Na kwa nini imani ishindaniwe? Imani ishindaniwe kwa sababu lazima ilindwe. Na katika zama zetu yako mambo ambayo inabidi tuongeze nguvu sana katika kuilinda imani. Yako mambo. Sasa hivi kuna watu wanaweka imani zaidi kwa watu kuliko kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweka imani zaidi kwa nani? Kwa watu kuliko kwa Yesu Kristo. Na kuna watu wanawafanya watu kwa mateka wao kabisa. Wanakufanyia kana kwamba pasipo wao huwezi kukutana na uso wa Mungu. Ndio watu watumishi wa Mungu tupo, lakini sisi hatuna mbingu kukupeleka, hatuna msalaba tuliowahi kusulubiwa. Na ukikuta mtumishi anajiinua yeye kuliko Yesu mahali, ondoka hapo, mahali hapafai. Nakumbuka wakati fulani sijakuwa askofu, na maaskofu anakumbuka. Kwa dada mmoja tulikwenda katika nyumba yake kufanya maombi, wakati tunahudumia kanisa la Karakata kama sikosei. Tumeenda kufanya maombi, alikuwa na changamoto fulani. Ghafla akaingia mdogo wake. Mdogo wake anasali makanisa hayo yanaitwa makanisa ya kiroho. Sasa akatambulishwa na mwenye nyumba kama huyu ni mchungaji wetu wa Anglikana. Unajua kuna watu ambao kwamba wao washajiweka makanisa yao ni klasi fulani. Kwa hiyo mchungaji wa Anglikana ni kama nilipoanza kutaka kuomba ni kama anaangalia au Waanglikana nao wanafanya nini hapa. Basi nikatoa neno kwa kifupi. Baada ya kutoa neno kwa kifupi, nikamwambia tutakwenda kufanya maombi kwa ajili ya shida mbalimbali. Hasa kwa sababu shida za watu ni siri, naomba kila mmoja aandike shida yake kwenye karatasi, aweke kwenye ile box hapa. Halafu nitaziombea. Basi wakaandika, nikaombea yale maombi katika boksi, tukatawanyika. Kumbe yule dada aliposikiliza akasema ngoja na mimi niandike. Na kumbe alikuwa na kimgahawa chake maeneo ya uwanja wa ndege pale, hakitoki sawa sawa, wateja wote washaibiwa upande wa pili. Mwenzake sio kaenda kuweka chuma ulete sio kitu gani, biashara haiendi. Kwa hiyo akaweka kikaratasi chake pale. Kuweka kikaratasi chake, Mungu mwaminifu akataka kumfundisha jibu. Mungu akajibu wiki ile. Akapata wateja kupita maelezo. Alipoona wateja wanaongezeka, akamfuata dada yake. Akaniambia, "Hebu nipe namba yule mtumishi." Akapewa. Alipopewa mimi nisharudi Zanzibar. Akanipigia simu. "Mtumishi, kaambia unasemaje?" "Yaani yale maombi
uliomba kwenye boksi? Nikamwambia wapi? Pale nyumbani kwa dada. Yaani wateja mpaka wanatoka upande wa pili wanakuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo nataka uniongezee dozi na biashara nyingine iko hivi na hivi. Kesho naomba uje. Nikamwambia mimi niko Zanzibar. Sasa itakuwaje? Utafanyaje? Yaani kwa kweli akaanza kuzungumza mambo kibao. Kama askofu akaniambia, yake usiende mahali. Kama unaweza kumwombea, muombe kwenye simu. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia huyu ashaanza kutoa imani kwa Mungu, anaweka imani kwako na kufanya wewe ndio Mungu wake. Kwa kweli nikaomba kwenye simu tu. Mungu akaendelea kutenda. Kutoka hapo hadithi gani iliendelea sasa ninaje kukwambia. Lakini pale nataka kukwambia ni kwamba kuna watu ambao wanaondoa imani kwa Mungu wanaweka kwa watu. Sisi wanadamu ni vyombo tu tunatumika. Hakuna mwenye nguvu ya msalaba. Msalaba ni mali ya Yesu Kristo pekee. Na siku hizi watumishi anaweza kukupigia picha hapo bango kubwa, kaenda kaedit sura kweli kweli. Watumishi kapiga picha na mkeo, ukifika kanisa unasema hivi ndio yule nilimkuta kwenye bango, ndio yeye au sio yeye? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye bango unamkuta mtu mweupe kapendeza kweli kweli. Unafika kanisani unajiuliza ndio yeye au sio yeye huyu? Kuvutia tu. Lakini sitoshe, haijaishia kuweka imani kwa watu, inakwenda mpaka kuweka imani katika vitu. Kuna watu sasa hivi ushirikina umehamia kanisani kabisa, katika vitu. Kanisa la Anglican ni moja ya kanisa yenye mapokeo yenye kutumia vitu, ikiwemo maji ya baraka na vitu mbalimbali vya ishara. Hata ukisoma katika maandiko kutoka Agano la Kale, Mungu alitumia vitu kujidhihirisha, lakini Mungu hakutaka kuwa replaced, kufanywa mbadala na vitu. Alitumia nyoka wa shaba jangwani, alitumia fimbo ya Musa, alitumia sanduku la agano, lakini hakubaki kwenye sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa watu wanaweka imani katika vitu. Na sababu unazungumza hapa, una kitu chako unacho kabisa. Askofu Muhagama wakati anasoma Ethiopia, mama mmoja akatoka Nigeria kwa mmoja wa manabii wa Nigeria, sio mtaja nani. Alipotoka Nigeria akapewa chupa ya maji ya kutoka huyo mtumishi Nigeria. Sasa amekuja pale chuoni Ethiopia, ni chuo ambacho kinachukua wanafunzi mbalimbali, fakati mbalimbali. Alipofika pale kaja kumuona mtoto wake. Sasa akafika reception, akamwambia mtoto wako yuko mahali fulani katika wingi ya kulenda kamuone. Aliponyanyuka pale reception akasahau ile chupa ya maji aliyochukua kwa nabii. Muda amekwenda kule, mtu wa usafi akapita, akakutana na ile chupa, akaona maji hajajaa sawa sawa, ni kama mtu kanywa akaibakisha. Akachukua maji akayamwaga kwenye maua, akachukua chupa akaondoka nayo kwenye dustbin akaitupa. Mama yuko kule kama nusu saa imepita, akakumbuka, kaangalia kwenye begi, chupa yake katoka nayo Nigeria haipo. Alianza kulia kama mtoto mdogo. Nini chupa ya nini? Ya maji. Wakaja mpaka reception kutafuta pale, haipo. Tafuta kote, haipo. Mama analia, nimetoka nayo Nigeria, narudi nayo nchini kwangu. Analia. Ghafla akatokezea profesa mmoja wa theology. Akauliza shida nini? Akaambiwa chupa ya nini? Ya maji. Ilikuwa wapi? Ilikuwa hapa. Akamwambia okay, basi mama rudi sehemu yako kule, nitakusaidia kutafuta. Aliporudi yule mtu akawaza akasema hapa itakuwa mtu wa usafi, tukapita. Akamfuata mtu wa usafi. Akamwambia uliona chupa pale? Akasema niliona. Iko wapi? Akasema iko kwenye dustbin pale. Wakaifuata. Maji yako wapi? Niliamwaga kwenye maua. Yalikuwa yamejaa mpaka wapi? Mpaka hapa. Akamwambia mna shida. Akachukua profesa akaenda kwenye bomba akajaza usawa ule. Akafunga akampelekea mama. Mama, maji yako haya. Asante. Kapiga na magoti, anashukuru, anashangilia, anaondoka na maji ya Ethiopia akidhani ya Nigeria. Mungu aliyeumba Nigeria ndiye aliyeumba Ethiopia katika jina la Yesu Kristo. Acha kuweka imani katika vitu.
kuweka imani katika vitu. Mungu ni zaidi ya vitu vinavyoonekana katika damu na nyama. Ni zaidi. Na hii ilitaka kuta shida hapa katikati kidogo. Kuna watu walikuwa wamebatizwa katika makanisa yetu, anakwenda Yerusalemu, wakifika pale alipobatizwa Yesu wanabatizwa tena. Alafu akirudi huko anasema mimi nimebatizwa pale kwa Yesu mwenyewe pale. Mimi nimekwenda Jordan, nimefika mpaka pale batizwa Yesu. Nikafika pale nikaangalia yale maji, nikayashika, nikasema asante Mwokozi, ulibatizwa mahali hapa, jina lako litukuzwe, nikaondoka. Kwa nini? Naamini ishara niliyobatizwa nayo mwanzo ina nguvu, ina mamlaka ndani yangu, haijalishi ni maji ya wapi. Na kuna mchungaji mmoja hapa Tanzania akatoka, akachukua waumini wake wote, akaenda akawabatiza tena Jerusalem. Nafikiri mliwahi kuiona hiyo. Mimi nikamwambia baadhi ya watu, nikamwambia hajui anachokifanya. Hili kundi likirudi kutoka Jerusalem likija hapa litaanza kuangalia wenzao, wewe umebatizwa wapi wewe? Maji ya Dawasa. Mimi nimepata maji original. Ya wapi? Jordan yenyewe. Kuweka imani katika vitu. Nguvu ya imani. Sasa ninapozungumza nguvu ya imani, kwamba imani ni kuwa na hakika. Maana yake uhakika huo wa imani unakukutanisha na Mungu. Unakuwa na uhakika na Mungu. Kama watu wana imani katika vitu mbalimbali, kama nilivyokutajia GPS, mambo mbalimbali, imani za kichawi, lazima uwe na uhakika na Mungu wako kwa 100%. Lazima. Sio jambo la kubahatisha. Kama unaamua kutembea katika safari hii ya maisha ya imani ya Kikristo, lazima uwe na hakika na Mungu wako. Na uhakika na Mungu wako unaanzia wapi? Unaanzia katika kuliamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Unaanzia katika kuliamini neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ndilo lenye kukupa nguvu ya kushinda majaribu na hila za shetani. Wakolosai anaandika akisema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mpate kuzishinda hila za shetani. Shetani anapoleta majaribu ya aina yoyote ile, anatumia neno. Anachofanya, anaweza akapunguza au akaongeza, lakini anachukua mzizi wa neno. Alipokwenda kwa Adamu, hakutoka tu na mstari tu kutoka katika social media. No, alikwenda na andiko. Imeandikwa kwamba ukila utakufa. Anakuambia hutakufa. Lakini ukiangalia ile conversation, ni kweli aliambiwa ukila matunda mti huu utakufa. Alipokwenda kwa Yesu, alikwenda na maandiko. Imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakuchukue, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo shetani akawa anasema imeandikwa, Yesu akawa anasema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako mwambie, moyo wako umejaa neno kwa kiwango gani? Zaburi anasema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu, nisije nikakutenda dhambi. Maana yake nini? Huwezi kumtenganisha Mungu na neno. Huwezi. Hebu jipime kiwango chako cha neno. Nataka nifanye zoezi moja kwa watu watatu tu, watatu au wanne. Watatu kwa sababu ya muda. Alafu nitatoa zawadi ya shilingi 50. Naomba watu watatu wanaojiamini waje hapa mbele. Vijana watatu, 50 ya tatu kavu. 50 ya tatu kavu. Simameni katikati hapa. 50 ya tatu naiweka hapa. Neno lako nimeliweka moyoni mwangu, nisije nikakutenda. Naomba maiki. Wireless.
Patie mic. Yes. Atakayetoka mshindi anaondoka na shilingi 50,000. Ninyi mnawakilisha wote hawa. Taja mstari wa Biblia wote unaojua kwa kichwa. Kwa mfano, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bas, wala una haja kunitajia kitabu gani. Wewe sema tu. Ukimaliza mpe huyo, mnazunguka. Atakayebakia mwisho anaondoka na 50,000 ile pale. Tuanze. Karibu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Moja, mbili, bado. Mstari unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mstari wa Biblia haraka. Moja, mbili. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu katika maisha. Inatosha. Ngoja nikupendelee hapo, sawa? Mpe mwingine. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wangu. Amen. Twende kaka. Twende haraka. E Mungu wa sifa zangu, usinyamanze. Amina. Asante. Twende kaka. Tuwai jamani. Moja, mbili, tatu. Naomba kaketi. Tumpigie makofi. No, bado hamjamaliza. Atakaye kuwa mshindi hapo anaondoka na 50 hapo. Twende. Atakufunulia hazina yake, nayo ni mbingu nitakufanya kuwa kichwa na sio mkia. Nitakufanya kuwa kichwa na utakuwa kichwa na sio mkia. Okay, sawa, twende. Basi na atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa zaidi ya yale tuwezaye. Asante. Mpe dada. Na lolote mlitendalo iwe kwa neno au kwa tendo, mmeyafanya yote katika jina la Yesu. Amen. Asante. Mpe kaka. Moja. Ashukuriwe yeye asiyetutoa kuwa mawindo katika meno yao. Ashukuriwe yeye asiyetufanya kuwa mawindo katika meno yao. Amina. Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Amina. Kaka. Moja, mbili, mbili na nusu. Anasema siogope, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hutaogopa mabaya. Asante dada. Moja, mbili. Neno la Mungu linasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Ushasemwa hapo. Moja. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Asante kaka. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Asante. Twende dada. Furahini siku zote katika Bwana, na tena nasema furahini. Asante. Twende kaka. Moja, mbili, mbili na nusu. Usiogope,
mimi nipo pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Twende dada. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Asante. Twende kaka. 1. Sasa hivi naongeza spidi. 2. Mwanangu, uyashike maagizo haya, neno lako likae kifuani mwako, wala usiache. Asante. 1. Umheshimu Bwana kwa mali zako na malimbuko ya mali. Umheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitakapojazwa divai mpya. Amen. Kaka. 1, 2, 2.5, 3. Asante. Waliosimama hapa mbele sio kwamba hawaijui mistari ya Biblia, sio kwamba hawajui. Muda huu waliokwenda kukaa pale wanaikumbuka mingi, ina flow ndani yao. Wewe uliyekaa huko unasema hapa asiseme tu, usiue. Hapa kashaanza nafsi yangu mwimbili Bwana, siamalizie tu, wala usisahau fadhili zake zote, au shibisha mema uzee wako. Yaani siamalizie tu. Kama umeshindwa yote hayo, Bwana ndiye mchungaji wangu, sababu ukiona kitu kando malisho maji majibichi unilaza. Hujakutwa tu. Ukikutwa na jaribu lililowakuta hapa inaruka. Lakini neno la Kristo likikaa kwa wingi, hata ukutwe namna gani, neno la Mungu litacheua ndani yako. Kwa nimefanya zoezi hili fupi kuwasaidia hawa kama jaribu kwako na mimi, tupitapo katika hizo changamoto, una mstari gani wa kukulinda katika hilo eneo unalopita? Ahadi ya Mungu inazungumza nini katika jaribu unalopita? Mwaka jana nafahamu nilifundisha mahali hapa. Wangapi mwaka jana walikuwepo? Afya yangu mwaka jana haikuwa hii. Si mnafahamu? Si mnafahamu? Na watu walisema mengi, na mitandao ikaandika mengi, na niliumwa kweli. Mpaka uongozi wa dayosisi, viongozi wenzangu wakanifuata, kwa sababu askofu tukupeleke nje ya nchi, fedha tunayo, ukatibiwe. Lakini ndani yangu nguvu ya imani, kuna kitu kwa kinaongea, sitakufa nitaishi, niyasimulie mapenzi ya Mungu. Kama sikuwa na hilo neno ndani yangu, ni rahisi kuhisi nimerogwa, ni rahisi kusikia kila aina ya sauti. Unasikia nini katika jaribu unalopitia? Ahadi ya Mungu inazungumza nini? Wanadamu watazungumza mengi. Unaweza ukawa unaumwa, wanadamu watasema mengi, wanakuja kukuona kabisa kusema, yani pole, unajua ugonjwa huu ndio uliomua hata na shangazi yangu. Usipoangalia wakitoka wao, unaondoka, unakufa. Kwa nini? Ndicho ulichoaminishwa. Kwa nini? Imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia nini juu ya ahadi ya Mungu katika pito ulilonalo? Una ahadi gani ya neno la Mungu? Una ahadi gani? Neno la Mungu likiwa ndani yako, maana yake nini? Mungu yuko ndani yako. Neno la Mungu likiwa hai ndani yako, maana yake nini? Mungu yuko hai ndani yako. Wakristo wengi sio wasomaji wa neno. Neno la Mungu halikai. Unajua ukienda katika tafsiri ya Biblia inasema neno la Kristo nalikae, maana dwell. Neno dwell ya Kiingereza tafsiri yake dwell, maana yake liishi ndani yako. Wakristo wengi neno la Mungu haliishi ndani yetu, kwa sababu pia linaweza likawemo ndani yako, lakini likawa halina impact, halina mahusiano na wewe ndani yako kabisa. Unaweza ukawa na shuhuda nyingi za kuambia wengine, lakini huna shuhuda za kwako mwenyewe juu ya ushuhuda wa Mungu anayofanya kwa nguvu ya imani iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namwambia dada mmoja wiki hii, amekaa katika ndoa zile miaka 10, hana mtoto. Wiki hii tumekutana naye, Mungu amempa kicheko, ana muda mchache bakia ajifungue.
Nikamwambia Mungu amekupitisha katika hali hiyo ili wengi wanataka kukata tamaa, imani zao ziimarishwe katika wewe uliyekaa katika miaka 10 katika hali. Una ahadi ya Mungu ipi katika mapito ulionayo? Wengine mnafanya katika ofisi, amesema Baba Mtetemela hapa, kuna mabosi wanawatumikisha, wanapelekesha vina vile, na una mpango wa kuhama ofisi. Wale na Mungu hawahami, hawaombi uhamisho, hawaombi uhamisho. Pale pale ambapo kuna magumu, sawa sawa na Ibrahimu na Lutu. Wachungaji wa Ibrahimu na Lutu wamegombana. Ibrahimu akamwambia mimi tu ndugu, chagua upande mmoja, ukienda huku magharibi nitakwenda mashariki. Biblia inasema Lutu akaangalia bonde la Sodoma, akaona limejaa maji, limejaa neema, akasema nitakwenda Sodoma. Ibrahimu alipoangalia upande wa pili kumejaa ukame, akamwambia sawa. Biblia haijaandika, lakini tafsiri ni hiyo, kwamba wewe unakwenda katika bonde lililojaa maji, mimi nakwenda katika bonde ambalo halijajaa maji, lakini nakwenda na Mungu aliyeumba maji. Hiyo ndio nguvu ya imani. Unabadilisha mazingira. Unaingia katika ofisi, kila mmoja alikuwa anaikataa, baada ya kukaa wewe kila mmoja anaitamani. Tengeneza ushuhuda wako. Tengeneza. Sasa nimezungumza kuhusu nguvu ya imani, kwamba imani ina ujasiri inayokujengea ndani yako, ambao mahali ambapo wengine wanadhani umefika mwisho, wewe unaona kabisa safari bado inaendelea. Imani inakuonyesha mambo ambayo wengine hawayaoni, lakini wewe unayaona. Na ili uweze kushindania imani, sema mambo machache afu nizungumze, kwani Mungu anaruhusu tujaribie kwa kifupi. Lazima uamini kwamba kama mwanadamu ipo nguvu ambayo ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu, supernatural power, na nguvu hiyo ni Mungu, na uiamini hiyo nguvu katika maisha yako. Amini kwamba kuna mambo kwa uwezo wako huwezi. Na hii ndio shida ya wasomi wengi, kwa sababu umesoma unadhani unajawabu katika kila jambo. Sio kweli. Kuna mambo akili zetu zitafika mwisho, hazina majibu. Mungu atabaki kuwa Mungu mwenye majibu kwetu. Kwa hiyo lazima ufahamu kama mwanadamu, ili uweze kuishi maisha ya ushindi, daima uamini pale unaposhindwa kuwa ipo nguvu iliyo zaidi ya uwezo wetu wa kibinadamu, na nguvu hiyo ni katika Mungu aliyetuumba sisi wanadamu. Jambo la pili, amini juu ya neno la Mungu, kama nilivyosema hapo nyuma, kwamba ndio lenye nguvu, lenye uwezo ambalo huwezi kutenganisha na Mungu mwenyewe. Lakini pia ili uweze kuishi maisha ya ushindi katika imani, kaa na watu wenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaandika katika Zaburi, heri mtu yule asiyeketi katika baraza la wenye mizaha. Kuna watu wa Mungu kutwa wao wana mizaha, kutwa wewe kukaa na watu wenye mizaha, kukaa na wambea wa mtaani, halafu unataka uione imani katika maisha yako. Never. Watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Sina maana uwatenge wasioamini, sio maana yangu. Lakini katika maisha yako una watu gani wenye maisha ya mfano wa imani ambao unajifunza kutoka kwao, ambao ukiwaangalia wao unaimarishwa kupitia wao? Ngeukia jirani yako muulize, unajifunza kutoka kwa nani? Ukiona mtu hana wa kujifunza, ujue kashafika mwisho. Na unanisikiliza, kama huna mtu wa kujifunza kuhusu imani, ninapozungumza mtu wa kujifunza kuhusu imani, sizungumzia kwenye Biblia tu, nazungumza hao wa kawaida. Ningekuwa ni huku duniani, ningesema nani ambaye ni mentor wako? Nani ambaye ni mentor wako katika masuala ya imani? Ili hata ukifika mahali umechoka, umezimia, ukimwangalia fulani unasema hapana, ninasonga mbele. Nani mentor wako? Unajifunza kutoka kwa nani? Na wewe unaposimama stable, kinachotokea kuna wengine wanajifunza kutoka kwako. Jifunze kukaa na watu wenye imani. Ukikaa na watu ambao muda wote wana maneno ya kukatisha tamaa,
usitegemee kuwa mshindi katika maisha ya imani. Never. Joshua na Caleb wakaingia katika nchi ya Kanaani. Hawa waliposema tumeona majitu, Joshua na Caleb wakatiana moyo. Mungu akakupe Joshua wa kwako, akakupe Caleb wa kwako, ukawe Joshua kwa nafasi yako, ukawe Caleb kwa nafasi yako. Wanapotokezea majitu, umuone Mungu aliye zaidi ya majitu. Nguvu ya imani. Twaenenda si kwa kuona. Lakini pia jambo jingine la kukusaidia ushinde ni kwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Yesu mwenyewe kabla hajaanza huduma alifunga siku 40. Usiku na mchana hakula kitu. Anaimarisha imani kwa sababu anajua nini kinafuata. Maandiko yanasema zilikuwa zimekaribia siku 40. Inasemaje Biblia? Mjaribu akaja. Anakuja kufanya nini? Kupambana na imani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Majaribu yapo kupambana na imani ili yafishe imani yako, ya kuondoe katika imani yako, lakini zaidi ya yote yaondoe uhusiano wako na Mungu na kukuondoa katika kusudi la Mungu lililowekwa ndani yako. Ndio nikasema imani ndio msingi wa maisha yetu yote. Huduma mnazofanya za uimbaji, imani. Unaweza ukaimba pambio ya kuabudu kwamba uso wako uende nami, lakini wakati wewe mwenyewe hutaki uso wa Mungu uende na wewe. Kwa sababu gani? Huamini kama uso wa Mungu upo. Ili uone uso wa Mungu lazima uamini kwanza huo uso wa Mungu upo. Huwezi kukemea pepo useme na kuchoma kama huamini kuna moto kweli wa kumchoma. Lazima uamini nikisema na kuchoma katika ulimwengu wa roho ili pepo linaungua. Lakini kama huamini, kinachofuata ni nini? Niliwaambia ushuhuda siku moja, sijui ni hapa au wapi, wanafunzi wa Tambaza walikuwa wanaombea pepo, halafu ghafla yule mwenye pepo akawaangalia, akaambia nitaondoka na mtu hapa. Halafu yule mmoja anayeombea pale akasema, bwana isiwe tabu bwana, mimi nawaacha bwana, mimi nilikuwa nakusaidia tu. Unajua sometimes mnaweza mkakemea pepo, lakini wengine ana imani ya kukopea tu, kwa sababu hapa yuko nani Uswege, yuko nani na yuko nani, nakuchoma yeye ndio unakunguza, lakini peke yake hasubutu kusema nakunguza. Kwa nini? Haamini kama kuna moto wa kunguza. Whether you are with people or not, amini nguvu ya Mungu iko na wewe mahali ulipo. Una uwezo wa kulitia jina la Mungu na Mungu akafanya. Una uwezo. Niliwapa ushuhuda mahali hapa siku moja. Mimi mara ya kwanza kukemea pepo ilikuwa nini? Fellowship Kurasini. Kuweka mikono juu ya wagonjwa ilikuwa fellowship Kurasini. Siku nimefika fellowship nikapata ushuhuda. Nimekaa tu nje, sauti ya Roho Mtakatifu kaniambia jiandae wewe ndio mhubiri leo. Ilikuwa Jumanne. Nikasema no, mimi sio mhubiri hapa, kuna mhubiri wao walimpanga. Halafu nimekaa ghafla akaja mwenyekiti mzee Chambo. Akasema Jackson, tumempanga kuhubiri leo hayupo. Jiandae wewe uhubiri. Nimekaa dakika chache, sauti kaniambia somo lako lihusu uponyaji na watu kufunguliwa. Nikapewa na mstari Yohana 4:18, Roho wa Bwana juu yangu, amenipaka mafuta kuhubiria maskini habari njema, kuweka huru waliofungwa. Nikasimama madhabahuni nikaanza kuhubiri. Roho wa Bwana alishuka ndani ya Kristo akawafungua waliofungwa, na roho huyo yuko mahali hapa, anaweza kufungua, anaweza kuponya. Nikapiga injili yenye upako wa nguvu. Lakini moyoni najua fellowship yetu iko na taratibu huu. Mkishamaliza kuhubiri kila kitu, kuna watu ambao ndio waombeaji na wafunguaji. Ushakuwasikia? Au waombeaji na wafunguaji. Acha siku hizi unaweza kukurupuka tukakemea pepo. Zamani ilikuwa hivyo. Kuna watu maalum wafunguaji. Wenye vipawa vyao. Kwa mimi nilijua panatibua maji, watajuana wenyewe wafunguaji huko. Kwa hiyo nikahubiri injili yangu, nilipomaliza nikaenda kukaa nyuma kule kwenye benchi, wakaitwa wenye shida mbalimbali waje, wakajaa mbele madhabahuni kama wanataka kupokea sakramenti. Moyoni nimerelax najipepea, najua wataendelea waombeaji na wafunguaji. Ghafla mzee Chambo akanifuata, twende katuongoze. Hapo ndipo mahubiri yote yalipokauka. Nikaenda mbele mnyonge. Nasema Mungu, mambo gani? Sijawahi kuombea pepo hata siku moja. Ukiacha ile ya pamoja ile. Tunakuchoma, fire. Si unaita tu fire. Sasa hali imekujia ndio wewe mwenyewe peke yako hapo uzima moto. Unajua nikapanda madhabahuni pale. Kaofu kakajaa. Sasa hapa nikiombea
asipoanguka hata mmoja mwenye kapepo. Unajua kuna watu na ile uchanga, unawaza ukiombea watu lazima waanguke ndio onekane upako. Kumbe Mungu anaweza kaponya bila hata watu kuanguka. Lakini kibinadamu ndio siku ya kwanza yambi, alafu haanguki hata mmoja. Unajua nikasimama pale madhabahuni, wamepiga magoti. Nikasema Mungu, jitukuze mwenyewe. Hapa mimi mimi nimekuhubiri mwenyewe, ndio naweza kufungua. Mungu nisaidie nisiaibike. Alafu nikaanza kapambio kanaimba Hosana. Hosana. Na chaji hapo, Hosana ndiwe Mungu wetu. Sasa napiga ile Hosana, Hosana kwa Kiebrania maana yake okoa sasa. Hosana. Wanaitikia. Ghafla nimefumbua macho na mkuta mmoja na yumba. Nikasema naanza na huyu. Kuweka mkono chali, natoka, ndio toka. Nikaenda kwa mwingine kaanguka, toka. Mpaka sasa hivi ukija tu ndakuwekea mkono. Kwa nini? Mungu amefanya. Hata wewe usijicheleweshe katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa nina imani lakini haikuweza kuinuliwa kwa kiwango hicho. Unadhani baada ya kufanya tendo lile imani yangu ilibaki pale pale? Ilipanda. Ukitaka uweze kuwa na imani ya ushindi, ingiza imani yako katika matendo. Wengi hamuingizi imani katika matendo. Unaamini Mungu anatenda, lakini likikukuta husubiri Bwana atende, unataka utende mwenyewe au msaidie Mungu kutenda. Kuta binti amekaa muda mrefu hajaolewa, ghafla tu kabeba ujauzito. Unaniambia nini? Yaani mpendwa, nilivumilia nikaona miaka 38. Kwa hiyo hivi ninavyoongea kuna mwingine upo hapa. Nasema nini? Mwaka huu tu ukiisha na huu tu. Nimempa Mungu muda. Unampa Mungu muda wewe? Unampa Mungu muda? Imani yako iwe ya ushindi, lazima uingize katika matendo. Niseme pati nyingine ili nimalizie hapo. Kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe? Kama mtu wa Mungu, umeamua kumwamini Kristo, kwa nini Mungu anaruhusu ujaribiwe? Kwa nini? Kwa nini siwe kwamba kwa tulioamini neema ya Mungu itusimamie tusiingie katika majaribu? Kumbuka, jaribu kwanza ni nini? Ni kipimo au mtihani, kikwazo katika safari ya maisha imani, kupima au kukuzuia na hata kukuangusha kuelekea katika hatua ya hatima ya baraka ambazo Mungu amekuwekea. Lakini pia upande mwingine, Mungu anaweza akatumia majaribu kutufundisha au kutuimarisha. Kutufundisha au kutuimarisha. Si kila jaribu linakuja kwa lengo la kukuangusha. Jaribu jingine linakuja kwa lengo la kukuimarisha, kukufundisha. Sasa niseme sababu kadhaa kama 4 hivi. Sababu ya kwanza, kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe? Mungu anaweza akaruhusu jaribu kwako. Sasa ninaposema jaribu kwako, we angalia jaribu unalopitia, alafu utaweka la kwako liangukia wapi. Mungu anaweza akaruhusu jaribu kwako ili yeye atukuzwe. Yaani wewe unapita katika changamoto, lakini ili yeye atukuzwe. Hivyo tu, yeye atukuzwe. Ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 9, wanafunzi walikutana na mtu aliyekuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Wakamuuliza Yesu,
ni nani aliyetenda dhambi hata mtu huyu azaliwe kipofu? Yesu akamwambia, sio yeye, sio wazazi wake. Manake wao waliamini kwamba jaribu au jambo baya haliwezi kukupata mtu wa Mungu isipokuwa kuna dhambi umefanya. Na hii ndiyo theolojia iliyosababisha kitabu cha Ayubu kikaingizwa, kwamba hata mwenye haki anaweza akapita kwenye majaribu. Ayubu hakuwa na dhambi yoyote, lakini alipita katika changamoto. Yesu akasema sio yeye alitenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zipate kudhihirishwa. Halafu Yesu akamponya yule kipofu. Ukisoma katika maandiko yanasema watu wengi wakamwamini. Lakini katika hao watu wengi ambao waliamini, Mafarisayo hawakuamini. Soma vizuri ile Injili. Watu wengi wakamwamini, lakini Mafarisayo hawakuamini. Wakamuuliza yule mtu, ilikuwaje mpaka akakuponya? Akasema, mimi ninachojua alifanya hivi na hivi, basi nikaweza kupona. Akasema, lakini mtu tunamjua sisi ni mwenye dhambi. Akajibu yule kipofu, akasema, kama alikuwa ana dhambi au hana dhambi mimi sijui, ninachojua nilikuwa kipofu na sasa hivi naona, full stop. Akafunguliwa macho, mtu akawa anaona. Mafarisayo wakawa hawaamini. Mafarisayo hawaamini muujiza wa kuponywa, lakini Yesu au Mungu aliruhusu huyu awe kipofu kwa ajili ya majira kama haya, aje amponye watu waamini kwamba yuko Mungu anayeweza kuponya. Na wengi wakaamini. Hasa huyu anaponywa, Mafarisayo hawaamini. Halafu ghafla Yesu analetoa ujumbe kwamba umpendaye Lazaro hawezi, anaumwa. Yesu akasemaje? Ugonjwa si wa mauti, ni kwa utukufu wa Mungu. Kwamba ugonjwa wa Lazaro sio wa kufa, lakini huu ugonjwa umekuja Mungu atukuzwe. Haikupita muda Lazaro akafa. Akaletewa taarifa Yesu, Lazaro amekufa. Yesu hakwenda kuzika. Na alimpenda Lazaro. Yaani unaletewa taarifa rafiki yako kafa, halafu huendi msibani. Yesu hakwenda. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Siku ya 4 Yesu ndiye anakwenda. Kwa Wayahudi kifo ili kithibitike kwamba ni kifo, lazima kitimize siku 3. Ndio maana Yesu alikaa kaburini siku 3. Kwa Yesu anataka wote waamini kwamba Lazaro amekufa. Siku ya 3 imepita, ya 4 ndio Yesu anakwenda. Anakwenda kwa kina Martha, wanajua Yesu anaenda kupeleka rambirambi. Tena wakamkuta njiani kwa lawama, ungekuwepo ndugu yetu asingekufa. Maana yake kwamba umekaa muda wote, tumekuletea taarifa mapema na hujaja. Sasa hivi unakuja kufanya nini? Rambirambi yako ondoka nayo. Kabisa. Akamwambia, je, nilikwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Akasema, utukufu upi? Najua ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho, mimi namtaka sasa. Yesu akaenda kaburini kwa Lazaro. Akauliza, mmemweka wapi? Yuko hapa. Akamwita Lazaro, toka nje. Akafufuka. Alipofufuliwa Lazaro, mwangalie mwandishi Yohana sura 11 anasemaje? Watu wengi wakamwamini na Mafarisayo wakamwamini. Kwa hiyo Lazaro kipofu, na sura ya 9 alifunguliwa upofu wake. Alikuwa kipofu ili watu wamwamini. Lazaro ilibidi afe kwa ajili ya Mafarisayo. Uko katika mapito unayopitia mtu mwingine mahali hapa, si kwa sababu nyingine, wako Mafarisayo waweze kumjua Mungu ni nani, wauamini uwezo wa Mungu katika maisha yao. Sijui kama mnanielewa. Hata sio kitu rahisi, ni kitu kigumu. Na wakati wengine tunakiomba wenyewe hatujui. Kuna kawimbo kamoja kwa kuabudu kanaimbwaga kanasema, Bwana Mungu ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Alafu nasemaje hapo? Nifinyange. Uko tayari kwa kufinyangwa? Unasema nifinyange. Maana yake nini? Unajua mfinyanzi anapofanya? Udongo unakuja, anaupiga maji, anaanza kuvuruga vuruga. Uko tayari kuvurugwa vuruga? Kama huna imani, acha kuimba upambiwe. Serious.
Kwa sababu wakati mwingine Mungu hajaanza kufinyanga kamwagia tope tu, ushindwe. Si umeimba mwenyewe ni finyange. Lazaro alifinyangwa akakaa kaburini siku 4 ndio akaja akafufuliwa. Alipofufuliwa yeye, Mafarisayo wakamwamini. Kuna ndoa umeingia mahali hapo, unashangaa mama mkwe mchawi, baba mkwe mshirikina, watoto sio yani wote, na wewe uko hapo unawaza mimi nafanyaje mahali hapo. Mungu amekuweka hapo kama kusudi, hujaingia kwa bahati mbaya. Kupitia wewe ukoo mzima huo umjue Yesu Kristo ni nani, aliye na nguvu kuliko wachawi wote. Hujapotea mahali ulipo, hujapotea. Umekwenda katika ofisi, bosi mchawi, nani mchawi, wote imani nyingine tofauti, wote wana vita juu yako. Mungu ameona kabisa una uwezo wa kuhimili mahali hapo. Kwa nini? Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, na katika kila jaribu atafanya mlango wa kutokea. Ndio sema Mungu anaweza karuhusu jaribu kwako ili yeye atukuzwe. Si kila jaribu Mungu atukuzwe. Nimekwambia ziko sababu kadhaa. Lakini anaweza karuhusu jaribu kwako ili yeye atukuzwe. Nakumbuka ahadi hii ya Mungu ambayo nimesoma katika Korinto wa kwanza 10:13. Jaribu halikuwapata isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kabla jaribu Mungu hajalileta kwako, anapima kwanza kiwango chako cha imani, kwamba una uwezo wa kushinda au huna uwezo wa kushinda. Kama uniamini, kama uulize Ayubu. Kabla Ayubu hajavamiwa na shetani, alifanya kuulizwa. Akasema, akaulizwa, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Akasema nimemwona. Kwa nini nadhani anakucha wewe bure? Sio kwa sababu umemzingira. Kwa hiyo kumbe watu wa Mungu tumezingirwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka jaribu limekufikia wewe, Mungu ameruhusu uwigo shetani akatize, kwa sababu anajua neema aliyoiweka ndani yako una uwezo wa kushinda na zaidi ya kushinda. Ndio maana nikasema tuache maisha ya kudeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si hivyo tu. Anasema katika kila jaribu Mungu anafanya na mlango wa kutokea. Na milango ipo. Lakini shida wakati mwingine hatuna macho ya kuona mlango wa kutokea katika jaribu. Yusufu, mlango wa kutokea ilikuwa ni nini? Gereza. Mlango wa Yusufu ulikuwa ni gereza. Unashinda dhambi ya ubakaji, halafu unapelekwa katika kesi ambayo hata mahakamani haipitii, unapelekwa jela moja kwa moja. Mtu wa Mungu, utamuelewa huyo Mungu wewe? Si utakemea mpaka gereza, mpaka mambo na jela na kila mmoja. Lakini kumbe ndio kwa mahali pa kutokea aje awe waziri mkuu. Baadhi yenu mnanisikia mahali hapa, kuna mahali watu walijua wanawatupa, kumbe pale mlipoangukia ndio palikuwa ngazi ya kuinuliwa kwenu, kwa sababu ilikuwa ndio mlango wa kuweza kutoka katika jaribu ulilonalo. Mungu ni Mungu anayetuazia mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Wakati mwingine nilizungumza kitu kigumu siku moja, sijui ni hapa au wapi. Nikasema kuna wengine mko hapa, kama waume zenu wasingewasumbua msingeokoka. Nafikiri nimekosea. Kuna wengine kama waume zenu wasingewasumbua kwenye ndoa msingeokoka. Uko hapa kwa ajili ya stress za mumeo. Tukianza kuombea hapa unaposhusha fire. Kama mzee angekuwa kushushia fire nyumbani, usingeshusha fire hapa. Kwa hiyo wewe unaona kwamba ni jaribu kama jaribu, lakini Mungu anaona kwamba kupitia jaribu hili mwanangu amenisogelea na kujua uweza wangu mimi ni nani. Na kwa saa ya Mungu atafanya kwa mume wako, atamsogeza katika ufalme wake. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulaumu tu katika jaribu. Tafuta mapenzi ya Mungu ni yapi. Tafuta uone mlango wa kutokea. Mimi hata nikiumwa, kwa mimi kuumwa sio ugonjwa, ni retreat. Wakati mwingine sisi kupumzika hatupumziki mpaka tuumwe. Sasa nyingine nikiumwa ndo tunapanga uhamisho. Wachungaji wananisikia. Nikiumwa napata muda mzuri wa kupanga uhamisho. Kwa sababu nakuwa na muda mwingi wa kulala, nawaza fulani pale, fulani pale, fulani pale. Baba Mtitebela akasema yeye alihamishwa sana na yeye akahamisha sana. Hasa na mimi nimeanza kuhamisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi naamini hivi sote, katika kila negative kuna positive. Yes. Mungu hawezi kuruhusu tu hivi.
Unaweza kukuta kama ulikuwa kazini, halafu Mungu akaruhusu ukaachishwa kazi. Kile kipindi cha kuachishwa kazi, uchumi ukayumba kabisa. Unashangaa unajikuta unatafuta uso wa Mungu kwa karibu kabisa, unakuwa mtu wa maombi, unakuwa vile hata ukirudishwa kazini, discipline yako na Mungu imepanda kwa kiwango kingine. Wewe una thamani kuliko kazi yako. Mungu hata hauna shida kupitisha chochote kile ili yeye atukuzwe. Nazungumza kitu kigumu, kwa sababu makanisa mengi kila inajaribu choma choma choma. Wakati mwingine jiulize, ndani ya jaribu hili Mungu ananipa shule gani? Watoto wako wanakusumbua, Mungu anakupa shule gani? Bwana Yesu asifiwe. Niseme jambo jingine, kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe? Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 na wa 3. Kumbukumbu la Torati sura ya niangalie kidogo. Macho yangu yana shida. Mstari wa 2 sema. Ni sura ya 8 mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 nasema, nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza katika miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze, kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usiyojua wewe wala baba zako hawakujua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nataka sana ule mstari wa 2. Anasema, nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40. Mungu anazungumza na wana wa Israeli kupitia Musa kwamba mtakumbuka alivyowaongoza Mungu katika miaka 40 kutoka Kanaani, kutoka Misri kwenda Kanaani. Geographically, umbali wa kutoka Misri kwenda Kanaani au Kanaani kwenda Misri, kama utatembea kwa miguu ni wiki 2 tu, haizidi wiki 3. Na ndio maana wakati ule wa njaa Yusufu aliwaambia, kawaiteni ndugu zenu. Wakatoka wakaenda wakachukua ndugu zao, ndani ya wiki 2-3 wakawa wamefika Kanaani, wamefika Misri. Lakini sasa kutoka Misri tena wanaongozwa na nguzo, wanaongozwa na wingu, wanakaa siku 40 mpaka wafike Kanaani. Je, hawajui njia? Lakini ni Mungu anaruhusu wakae miaka 40 jangwani. Ndio akasema Mungu anaruhusu wajaribu miaka 40. Yaani miaka 40, hata kama ungekuwa ni wazembe, ni uzembe gani? Hata kama unapoteaje miaka 40? Mahali pa kutembea wiki 3 tu au wiki 2. Lakini Mungu aliruhusu. Hasa anasema kwa nini aliruhusu wakae miaka 40 jangwani? Anasema nayo utaikumbuka njia ile yote ambayo Bwana Mungu wako mwenyewe alikuongoza kwa nguzo na kwa wingu miaka 40 jangwani. Alikuwa ana makusudi lipi? Anasema ili akutweze. Hebu sema akutweze. Hebu sema akutweze. Kwa hiyo Mungu aliruhusu jaribu la Wanaisraeli nyikani ili awatweze. Kwa hiyo sababu nyingine ya kujaribiwa ni kutwezwa. Kutwezwa maana yake nini? Kunyenyekeshwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akaruhusu majaribu kwetu ili kutunyenyekesha. Wanadamu tuna asili ya kiburi. Unless ukutane na neema ya Mungu ikuponde ponde. Wanadamu tuna asili ya ubinafsi. Na ndio maana hata sisi wa kiroho ukiambiwa omba, kabla ya kumwombea jirani yako unaweza kujiombea wewe na watoto wako. Ukimaliza mwishoni Mungu akumbuke na watumishi wengine.
Kwa nini uanze na watumishi wengine ukaja kwako? Kabisa. Na mwisho anasema malipizi asinirudie mimi, yawarudie wengine. Kwa nataka uone kwamba wanadamu tuna asili hiyo ya kiburi, na Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Ukisoma andiko mahali pengine anasema, nawe utakapofanikiwa sana, utakapopata utajiri, hema yako itakapoongezeka, usije ukasema ni nguvu zako na kwa akili zako vilivyokupa utajiri. Wewe hujawahi kukuta mtu kanusurika kwenye ajali anasema yani kama Mungu vile. Yani kama Mungu vile. Yani Mungu kamuokoa, akisema kama Mungu vile. Unajua mimi nilikaa siti za upande wa huko. Mimi mara nyingi nasafiriji na kaaga huko. Hata huko pia wanakufaga. Mandepo ananiambia sio kwa dereva unakaa upande mwingine. No. Sasa Mungu aliwapitisha miaka hii 40 jangwani na Israeli kwa sababu wao ni taifa teule. Wangekatiza tukirahisi wakafika Kanaani, wangejiona wao ni bora sana kuliko watu wengine wote. Wangejiona wao ni watu hodari sana. Kwa hiyo Mungu aliwaweka jangwani miaka 40 akiwavunja kiburi chao. Pagumu hapo. Naomba niseme hivi. Kuna watu wengine inawezekana tuko mahali hapa, hatujafika Kanaani yetu, tuko jangwani. Si kwa sababu nyingine yote ile, ila bado tunavunjwa. Wasemaje cha kupewa kama wewe? Miaka 40. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anajua kabisa huyu ndiyo amesoma. Mahali fulani panahitaji manager. Nikimpa umeneja huyu. Sasa hivi anaimba kwaya, nikimpa umeneja huyu, hata kwaya haimbi, hata kanisani haji. Na tumeona wengi makanisani kabla hawajapata kazi ndio wanaongoza sifa na kuabudu. Wanafanya kile. Baada ya kupata kazi au kacheo, wakati mwingine sio ubunge, udiwani tu. Unajua tuko na shughuli nyingi sana za kichama. Yaani tayari hana nafasi na ibada, hana nafasi na Mungu. Mungu anaangalia katika baraka anayokupa, yeye atatukuzwa vipi. Akikuinua, yeye jina lake litainuliwa vipi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo Mungu anaweza akaruhusu kabisa, kuna mambo akufinye mahali fulani ili tu ujue yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama hunielewi, someni habari za Paulo. Paulo alikuwa na mafunuo. Paulo alikuwa na miujiza. Paulo alikuwa na uwezo mkubwa sana. Ukisoma katika Wakorintho wa pili sura 7 ya 9. Wakorintho wa pili sura 7 ya 9. Paulo anaandika anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajivunia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa na ishara nyingi sana, nyingi. Lakini yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kuwekea mikono wagonjwa wanapona. Paulo wengi alikuwa anawaponya. Halafu yeye mwenyewe Mungu akampiga akawa anasumbuliwa na tumbo. Paulo kasumbuliwa sana na tumbo. Halafu Paulo, wanaosoma historia, Paulo alikuwa ni dhaifu, alikuwa hana mwili. Yaani alikuwa kama uswege hivi. Uswege naomba usimame hapo. Kama uswege hivi. Kamwili kadogo tu, naomba ukae. Ndio maana anaandika mahali pengine kwamba watu husema kwamba yeye mwenyewe akionekana ni dhaifu, lakini nyaraka zake zina nguvu. Alikuwa dhaifu. Na ndio maana mahali pengine anasema kujengea hivi, anasema yeye Mungu alichagua mambo manyonge, mapumbavu, madhaifu awishe wenye nguvu. Alipewa mwiba, anawaombea wengine wapone, wanapona. Halafu yeye mwenyewe anarudi anatumia divai
kwa ajili ya ugonjwa wa tumbo. Sijui kama unanielewa. Kuna wakati kuna watumishi walikuwa wameibuka, sijui mpaka sasa wapo Dar es Salaam wapi, wanasema ukiwa na Yesu huwezi kuumwa. Sio taja kwa majina. Ukiwa na Yesu huwezi kuumwa. Usiumwe wewe nani? Yesu mwenyewe alipita katika mapingamizi. Aliumwa, aliugua, alikuwa mwanadamu kama sisi. Nakumbuka kuna siku wakati fulani nilikuwa naumwa na malaria. Niko kwenye dozi. Halafu nikaenda kanisani kuhubiri, nikakuta ibada ya maombezi. Halafu kuna maombezi kwa ajili ya wagonjwa. Wewe mwenyewe uko kwenye dozi ya malaria afu unaombea wagonjwa. Kabisa. Halafu wanakuja tunakwambia akapiga magoti, una shida gani? Na malaria nimeambiwa iko 3. Yeye anakuambia 3, wewe una 8. Na unamwombea, baada ya siku 3 anakupa ushuhuda, yani ile siku umeniombea, nimetoka pale kanisani, yani nimefunguliwa kabisa. Unaambia Mungu akutie nguvu, alafu wewe unamalizia dozi. Kwa nini? Mungu anakufundisha kwamba wewe Jackson ni chombo tu. Mimi napitisha tu uponyaji kwako. Mimi ndio ninaiponya hao watu. Kama wewe unaiponya, jiponye mwenyewe. Huwezi. Ndio maana kuna mambo unaweza kuwasaidia wengine wakafanikiwa, wewe ukiangalia hufanikiwi. Sio kwamba hakuna neema kukusaidia. Mungu anaamua tu kukushusha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa. Maombi ya kufunga yatakusaidia uweze kujua kwamba yeye katika haya ninayopita nayo Mungu ananinyenyekesha au inakuwaje. Kabisa. Mungu anaweza karuhusu jaribu kukunyenyekesha. Kuna watu kabla hawajapita katika changamoto fulani walikuwa hata kusalimia hawasalimii. Hawasalimii. Akimwona watu wana kama yani kama sio watu. Lakini baada ya kupita kwenye changamoto fulani kila anayemwona, sasa hizi za kushinda, mmeshindaje hapo? Kibano kimemnyosha. Kwa hiyo hata mambo yakija kukaa sawa, kashazoea kusalimia. Kabisa. Maombi. No, kutunyenyekesha. Jambo jingine, anasema ili kutunyenyekesha, kututweza, lakini pia Mungu anaweza karuhusu kutuingiza katika majaribu ili kukujaribu. Hebu sema kukujaribu. Kukujaribu. Labda nikupe mfano rahisi unielewe. Unajua jaribu likija kwako linakupima na unajipima mwenyewe kujikagua kwa kiwango gani upendo wako kwa Mungu upo. Kwa mfano, wasomaji Biblia mnafahamu habari za Ibrahimu. Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu. Aliitwa rafiki wa Mungu. Ibrahimu kabla ya kumpata Isaka alimpenda Mungu sana. 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 Mpaka akaitwa rafiki wa Mungu. Baada ya Ibrahimu kumpata Isaka, nini kilifuata? Upendo wa Mungu kwa Ibrahimu ulipungua. Sehemu ya upendo wa Mungu kwa Ibrahimu ikahamia kwa Isaka. Isaka akaanza kupendwa zaidi na Ibrahimu kuliko Mungu. Kwa hiyo ndipo Mungu akashuka akazungumza na Ibrahimu akimjaribu. Ibrahimu, kweli unanipenda? Akamwambia mtoe mwanao wa pekee Isaka. Hakikuwa kitu rahisi. Hakikuwa kitu rahisi. Ni kweli wakati ule miungu ya wapagani walikuwa wanatoa sadaka za watoto kafara. Hakikuwa kitu kigeni. Lakini wengi walikuwa wanatoa mtoto wa kwanza kwa sababu wengine wapo. Hasa wewe Mungu unanidaiji mtoto mmoja tu huyu? Mungu akamwambia huyo mtoe. Ibrahimu akawaza, nimtoe Isaka. Lakini mwisho akasema sababu Isaka mwenyewe katoka kwa Mungu na Mungu anamdai, ngoja nimtoe. Hata Sara hakumwambia. Akamwambia mtoto twende tukamtolee Bwana dhabihu. Wakatoka na kuni wakaenda mpaka mahali mlima wa Morebu. Mlima Moria. Wanafika mlima Moria, Isaka kama akashtuka, akamwambia mzee, naona kuni zipo na moto upo, lakini yuko wapi mwana kondoo? Kwa si swali jepesi kwa mzazi ambaye unataka kumtoa mtoto wako mwenyewe ndio kumchinja, anakuuliza yuko wapi mwana kondoo? Kwa lugha nyingine anakuuliza hivi, unajua unachotaka kukifanya? Hata kama Isaka hajui, lakini swali lile ndiyo maana yake. Unajua unachotaka kukifanya? Akamjibu tu, Bwana atajitwalia. Maana nini?
nikimwambia ni huyu, akikimbia hapa huyu na uzee huu, namkamatia wapi? Katengeneza madhabahu vizuri, kamdaka Isaka. Haikuwa safari nyepesi. Tangu Ibrahim anatoka nyumbani, Isaka anajaribu kupiga picha, ametangulia mbele na kuni. Ibrahim anawaza, nakwenda na Isaka lakini narudi peke yangu. Naenda kumchinja Isaka. Kwa nini namchinja Isaka? Namchinja Isaka kwa sababu Mungu amesema. Kwa kumheshimu Mungu nitamchinja Isaka. Safari ya kutoka nyumbani mpaka mlima Moria ilikuwa sio safari ya kumtoa Isaka nyumbani kwenda mlima Moria. Ilikuwa ni safari ya kumtoa Isaka katika moyo wa Ibrahimu, kumweka mahali pake ili Mungu arudi katika moyo wa Ibrahimu. Wakafika mlimani. Kufika mlimani, Mungu akaona sasa tayari kabla Isaka hajachinjwa katika moyo wa Ibrahimu tayari amejaa Mungu. Kama Mungu wewe baki moyoni, Isaka wacha aende. Anashika kisu, anamchinja, anataka kumchinja, akamwambia Ibrahim, sasa nimejua unanipenda. Sasa nimejua upendo wako umerudi kwangu. Usimchinje mtoto, twaa kondoo yule. Isaka aliinuka tena kwa upya. Kuna watu Isaka wenu yuko madhabahuni kwa sababu Isaka amechukua nafasi ya Mungu katika mioyo yenu. Mrudishe Isaka mahali pake, Mungu achukue nafasi katika moyo wako, kwa sababu Mungu anakaa katika mioyo ya watoto wake. Sijui kama mnanielewa. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kuna vitu vimeinuka kwetu kama Isaka. Kuna watu kabla hawajaolewa kwenye huduma mstari wa mbele, baada ya kuolewa kila kitu, unajua mume wangu. Mume wako hana mbingu ya kukupeleka. Sina maana umdharau. Lakini ndani ya madhabahu aliyokupa Mungu ya ndoa yako, hakikisha Mungu ana nafasi katika ndoa yenu. Mume anayekuzuia kusali, jiulize mara mbili, wewe ufanyike kuhani kwake kumrudisha katika ufalme wa Mungu. Na mko mahali hapa. Kana kwamba ndoa ndio ilikwenda kuleta kanisani ili upate ndoa tu. Umepata ndoa, masuala kusali hayana uzito, hana nafasi. Nakumbuka binti mmoja pale Meru, Upareni. Yule binti walikuwa ni maisha ya kimaskini sana. Mungu akawainua. Walikuwa wakiwa maskini, walikuwa wanasali sana kanisani. Anglican. Wanasali, wanapenda Mungu sana. Maeneo ya Hedaro pale. Sana. Walipoinuliwa wakawa na mashine za kusaga, wakawa na magari yanatoka Tanga na kwenda Moshi vile. Kilichofuata ikifika, yeye akawa anasoma chuo kikuu hapa Dar es Salaam. Ametoka likizo chuo kikuu, anafika nyumbani siku ya Jumapili, familia nzima hawaendi kanisani. Baba yuko dukani anauza, mama yuko kwenye mashine, watoto wengine sio kwenye magari. Anauliza leo kanisani, wanasema tukienda kanisani dukani atakaa nani? Kwenye mashine atakaa nani? Yaani Isaka amechukua nafasi ya Mungu. Yule binti alifunga 3 kavu. Akasema, Mungu, naingia katika maombi na tubu dhambi hii. Lakini zaidi ya kutubu, Mungu, kama hizi mali zimetutenganisha na wewe, futilia mbali magari yote, futilia mbali mashine, futilia mbali kila kitu, ubakie Mungu, mali ziondoke katika familia yetu. Ni maombi ya kijasiri. Haikuchukua mwaka mmoja, mashine zikanoki, magari yakapata ajali, wakarudi umaskini wa kutupa. Wamekaa wanasema wamerogwa. Binti akarudi, yuko mwaka wa 3. Akamwambia baba na mama, naomba mkae hapa na wadogo zangu. Mimi ndio niliomba Mungu afutilie mbali hivi vitu. Kama mko tayari tuingie katika toba na tuweke agano kwamba mali hazitachukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Mungu abakie kwa Mungu, mali zibakie kwa mali, na Mungu atazirudisha. Wakaomba maombi ya kugaragara kwa upya, Mungu akawainua kwa upya. Mwaka juzi nilikwenda Sweden na kukutana naye, akasema mpaka sasa hivi familia Mungu ameendelea kuibariki baada ya Isaka kurudi mahali pake na Mungu kuchukua mahali pake. Mungu anabaki kwa Mungu. Muda wangu umeisha najua. Yambe kabla hajanipa karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini Mungu anaruhusu tujaribiwe? Ili kutujaribu. Kwa hiyo wakati mwingine jaribu linakuja kwako kuangalia upendo wa Mungu kwako na vitu vinavyokuzunguka. Kipi kina nafasi kwako? Mungu usimchukulie kama ni kitu cha ziada katika maisha yako. Nakwambia wazi. Vitu vingine vigumu sana. Lakini ndio kweli. Mungu ndio kwanza. Amekuleta katika dunia hii. Umwabudu yeye, umwishie yeye, ulishie kusudi lake.
mengine na kufuata ni matokeo. Hasa kama Mungu ni wa mwisho kwako. Ndio ukipata ugonjwa unamwacha Mungu, ukipata shida ya kiuchumi unamwacha Mungu. No, Mungu abakie kwa kwanza. La mwisho, Mungu anaweza kuruhusu majaribu kwetu ili kuangalia kama tutashika amri zake au la. Ukisoma katika Torati, analeta majaribu wakati mwingine kwetu kuona kwamba je, tutashika amri zake au sivyo. Sina haja kurudia sana. Baba Askofu Mtemela alisema kwa mfano wa Meshaki, Shadraka na Abednego. Watu hawa wakati wa mfalme Nebukadneza akanyanyua sanamu, akasema kwamba kwa sanamu hii watu wote waiabudu. Vijana hawa watatu wakasema hatutaiabudu, tutamwabudu Mungu wetu. Wakati mwingine majaribu yanaweza yakaja kwako kukupima kama utaendelea kumkiri Mungu au hautamkiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi umeisujudia sanamu? Ndapa mfano mmoja rahisi sana tu, tena wala sio yani wa utoto. Wakati nasoma shule form 1, katika shule nilikuwa nasoma sisi tangu darasa la kwanza mpaka sekondari. Nikifika shuleni, baada ya kuimba wimbo wa taifa, mnasoma dua. Mnasoma kul huwallahu ahad, rabbana fana, alhamdu. Mnazimaliza, nazipiga zote kichwani, ukiniambia nikusukie na shuka nazo. Kwa mnapiga hizo zote kila siku. Sasa siku tuko form 1, tumepanga paredi na wenzangu kama 5 hivi katika darasa letu. Hatuna habari nyuma kuna mwalimu mkali sana kwa mbali amekaa anaangalia wanafunzi. Na alikuwa anaangalia ambao hawasomi dua. Na ikifika rabbana mfana mnaweka mikono hivi. Rabbana mfana hivyo. Sasa kufika ile sisi kunyuma tumekaa, hakuna anayesoma, tunapiga story tu. Tena mikono iko mfukoni. Tunaongea. Ghafla tumemaliza kusoma dua, akaja. Akatugusa 5, 1, 2, 3, 4, 5, nisubirini pale. Na mimi nimo. Tukaenda tukasimama pale. Akaenda ofisini, wanafunzi wote wameondoka, akarudi na fimbo kweli. Kavaa kanzu na kibarakashia. Ana hasira. Kwa nini dua inasomwa hamsomi? Hana masiara yule mwalimu. Anasifiwa shule nzima. Ameenda kutafuta fimbo, naambia Mungu niokoe. Sijui unaniokoaje, lakini wewe niokoe. Leo kuchapwa, sijakalia kuchapwa.